Maneno mengine, kwa mfano, unajifunza juu ya msaidizi. Unajua Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi. Una search neno msaidizi kwenye Mwanzo, kwenye Biblia unakuta kwenye Mwanzo 2:18. Ambapo kwenye Mwanzo 2:18 anayeonekana msaidizi hapo ni mwanamke. Lakini hilo neno msaidizi ambao ni mwanamke, huko mbele hilo neno Ezer haijatumika kumaanisha mwanamke. Lazima kuna kitu Musa alimaanisha kutumia mfano wa mwanamke hapa, ambao Adamu akamwita mwanamke yule msaidizi. Adamu alihitaji msaidizi wa kufanana naye, Ezer. Sehemu zote zingine kwenye Biblia kuanzia kwenye Agano la Kale, Ezer ilitumika kumaanisha msaada wa Mungu, ambao tunajua Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Kwa nini alitumia mwanamke? Tunaenda kujifunza essence yake kutokea kule. Kwa unaona kabisa ni Roho wa Mungu kumsaidia mtu ndio anaitwa Ezer. Ndio maana hata Wayahudi waliposaidiwa na Mungu kwenye Samueli wa pili 7:12 anasema hata sasa Bwana ametusaidia, akajenga mahali akaita Eben Ezer. Kwa Ezer ni msaada wa Mungu kwa mwanadamu, ambaye Mungu kukupa roho wake ni kukupa msaada wake. Maana Yesu anamuita Roho Mtakatifu msaidizi mwingine, another help.